بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، في هذا الوقت بعد صلاة الظهر، katika wakati huu baada ya swala hii ya dhuhuri, siku ya leo ya tarikh 17 ya tarehe 17 يوم السبت, siku ya Jumamosi ya mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1445 hijiria, ni sawasawa na tarehe 25 ya mwezi Mei mwaka 2024 miladia. Bi'auni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala, tutaianza darasa yetu katika fani ya aqida ndani ya msikiti huu, Masjid Abi Dharr Jundub ibn Junada, hapa katika mji wa Moshi. Na risala hii itakuwa ni mwanzo wa mfululizo wa durus katika itikadi insha Allah taala kwa wakati huu, na pengine tukabadilisha wakati kwa maslahi ambayo tutayaona, lakini ni darasa ambazo tunatarajia biidhnillahi alkarim zitakuwa ni endelevu, kwa kuanzia kitabu hiki mukhtasar, kisha tutaendelea na vile ambavyo vinafuata baada ya kitabu hiki, kama wanavyoelekeza ahlul ilm katika utaratibu wa kusoma kutubul aqida wat tauhid. Tayib, risala ambayo iko mbele yetu inaitwa Al-Qasidatu Al-Lamiyya li Sheikh al-Islam Abi al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Tukianza na mtunzi wa kitabu hiki al-musannif, fahuwa imamun kabir, ni imamu mkubwa huyu. Imefikia mahala kwa sababu ya maarifa aliyonayo katika dini na kazi aliyoifanya katika kusomesha Uislamu na vitabu ambavyo ameandika, luqiba rahimahullahu ta'ala bi Sheikh al-Islam, alipewa laqabu rahimahullahu ta'ala kwamba yeye ni Sheikh al-Islam. Wa shuhratuhu rahimahullahu ta'ala tughni an tarjamatihi, ule mashuhuri wake rahimahullahu ta'ala unatosheleza na kuhitajia historia yake. Kwa hivyo sitochukua muda mrefu kutoa historia ya shekhi huyu rahimahullahu ta'ala, kwa sababu ni shekhi mwenye kufahamika sana, hasa katika madhhab ya ahli sunnati wal jamaa. Lakini kwa ufupi, yeye ndio mwandishi wa risala hii, au kwa lugha sahihi zaidi, mandhuma hii, kitabu hiki kinanasibishwa na yeye. Huwa Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah, na kunia yake ni Abu al-Abbas al-mulaqab bi Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Inaelezwa kwamba mwaka aliozaliwa ni mwaka 661 hijiria, na akafariki rahimahullahu ta'ala mwaka 728 hijiria. Kwa ufupi sana ujue mwaka wake wa kuzaliwa
na mwaka wake wa kufa na jina lake kama nilivyotaja. Kitabu hichi ni mandhuma, ni tungo ambayo imekaa katika mtindo wa mashairi, abiyatun shi'riya, ni beti za kishairi ambazo zimebeba ujumbe juu ya mu'taqad wa ahli-sunnati wal jamaa. Na hii mandhuma tunsabu ilayhi rahimahullahu ta'ala, inanasibishwa na yeye kwamba maneno haya ni ya kwake rahimahullahu ta'ala. Sasa wanawachuoni wetu wengi wanasema sawaun thabatat hadhihi an-nisba am lam tathbut anhu rahimahullahu ta'ala, lakin fiha taqrirun li'aqidati as-salaf wa hiya aqidatu Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala. Risala hii, mandhuma hii, kunasibishwa na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah ni mamoja kunasibishwa huku kukithibiti kwamba ni cha kwake yeye mwenyewe Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, au tujalie kwamba nisba hii haikuthibiti, lakini ambacho wanakubaliana ahlul ilm ni kwamba ndani ya mandhuma hii pana kuthibitishwa itikadi ya salaf, na hiyo itikadi ya salaf ndio itikadi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kwa hivyo yaliyosemwa ndani ya risala hii ndiyo itikadi anayoiamini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwa kuwa ndio itikadi ya salaf. Sasa hakuna shida kwamba mandhuma hii imethibiti kwamba ni ya kwake au si ya kwake, labda ni ya mwanachuoni mwingine, hilo halitodhuru. Lakini almashhur, lakini kauli iliyokuwa mashhuri ni kwamba mandhuma hii yanasibishwa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Baadhi ya shuraha wanasema asili ya mandhuma hii, asili ya kitabu hichi ni swali. Suila Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala an aqidatihi, asili yake wanasema aliulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kuhusiana na itikadi yake, kwamba shekhe, wewe una itikadi nini, ni ipi itikadi yako? Faathna rahimahullahu ta'ala ala as-sa'il wa da'a lahu bi an yarzuqahu Allahu al-hidayata in kana muraduhu min as-su'ali al-istifadata wa ma'rifata al-haqq. Shekhe huyu akamsifia sana yule muulizaji aliyemuuliza, bali akamuombea dua muulizaji yule kwamba Allah amruzuku yeye uongofu, ikiwa malengo yake ya kuuliza swali hilo ni kutaka kupata faida na kuijua haki. Na wanasema ulama, wad-du'a'u lis-sa'il dalalatun 'ala ar-rahma wa hubbil khairi lahu, na kule kumuombea muulizaji anayekuuliza jambo la dini, ikawa wewe sheikh al-ustadh al-alim ukamwombea dua, huo ni ushahidi wa wazi juu ya huruma ulionayo na kwamba wewe unapenda kheri. Kwa hiyo wanasema ilikuwa asili yake ni hilo swali aliloulizwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, naye akalijibu swali hilo. Haya, angalia karatasi yako sasa, tutasoma pamoja beti kadhaa, nitasema na nyinyi mtaitikia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, na hakuna ubaya ukisema qala Sheikhul Islam rahimahullah, tutamke mpaka ndimi zizoee. Qala Sheikhul Islam rahimahullah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله، اسمع كلام محقق في قوله،
لا ينثني عنه ولا يتبدل لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل. kuna baadhi wana tofauti nuskha zinatofautiana, lakini someni hii ninawasomea mimi ولكلهم قدر على وفضائل badilisha hapo ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل لكنما الصديق منهم أفضل. طيب na insha Allah taala darasa yetu itakuwa ni nusu saa peke yake. Zimebakia dakika ngapi? Ikiwa tumekadiria tumeanza na nusu, kwa tuna dakika 20 insha Allah tutaendelea, alafu kuna rai tutaitoa kwa imamu wetu kwa sababu yuko hapa. Tayib, anasema rahimahullahu taala Sheikhul Islam mwanzo kabisa mwa mandhuma hii, ya saili an madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza mimi kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu. Ya saili an madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza mimi kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu. المذهب هو المعتقد الذي يذهب إليه. madhehebu hapa makusudio ni itikadi ile ambayo anaiamini Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. kadhalika aliposema wa aqidati, na itikadi yangu, falmaana wahid, maana hapa ni ile ile. Hayo madhhab anayokusudia ni madhehebu yake kwenye itikadi na si katika mambo mengine. Maana pana madhhabu ya kifikihi, pana madhhabu ya kilugha, lakini madhhabu aliyokusudia Sheikh al-Islam kwa kumjibu muulizaji ni madhehebu yake kwenye itikadi. Kwa hivyo neno madhhabi hapa lilipo wa aqidati maana yake ni moja, na wanasema ahlul ilm al-aqida tashmalu al-i'tiqad fi Allah ta'ala wa rusulihi wal ghaibiyat wa masail al-umma kas-sahabati wal imama wa nahwi dhalik. Ni neno pana sana. Al-aqida inakusanya itikadi ya mtu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kwa mitume wake, bali itikadi yako katika mambo ya ghaib, habari ambazo tumeambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba zitatokea, ima ni hapa duniani au katika maisha ya kaburini au akhira, siku ya kiyama. Mambo yote ya ghaib tuliyosimuliwa sisi ima na Qur'ani au na Sunna yanaingia katika mlango wa itikadi. Wakadhalika masailul umma, vile vile mambo ambayo yanahusu umma, kasahabati, kama kuwazungumzia masahaba, fadhila zao na madaraja yao na namna wanavyotofautiana, na itikadi yetu sisi kwa masahaba kama ilivyoelezwa na Qur'ani na Sunna za Mtume alayhi salam. Lakini pia itaingia mambo ya al-imama, mambo ya utawala,
viongozi wa Kiislamu, umaraul muslimin wanavyopatikana, historia zao, wajibu wetu sisi kuwaelekea watawala wetu, namna gani tumefundishwa kuwatii watawala na kuwasikiliza, na tumeharamishiwa kuwaasi na mfano wa hayo. Mambo yote haya yanaingia katika mlango wa itikadi. Kwa hivyo, ya saili an madhhabi wa aqidati, ewe mwenye kuniuliza mimi kuhusiana na madhehebu yangu na itikadi yangu. Ruziqal huda addu'a lah, aruzukiwe uongofu man, yule ambaye lilhidayati, kwa ajili ya kuongoka, yasalu, anauliza. Ruziqal huda, aruzukiwe uongofu man, yule ambaye lilhidayati, kwa ajili ya kuongoka, yasalu, anauliza. Hii ni ishara kwamba hadha sail kana gharaduhu min as-suali jamil, yaonekana wazi huyu muulizaji yalikuwa malengo yake ya kuuliza ni mazuri, nayo ni kuuliza kwa ajili ya kutaka kujua, kwa ajili ya kupata muongozo wa haki, na wala hakuwa ni sail wala hakuwa ni mustafhim ambaye ana lengo la inad, la, bali lengo lake lilikuwa ni kujua haki na kupata muongozo wa haki. Na kwa hakika muulizaji kama huyu anatakiwa aombewe dua na akirimiwe. Na waona Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala alivyomkirimu kwa dua hii, akimwambia ruziqal huda, aruzikiwe uongofu man, yule ambaye lilhidayati, kwa ajili ya kuongoka, yasalu, anauliza. Sawa sawa. Haya, nataka nitafsirie sasa, mnifundishe mimi nasema kwa Kiarabu na nyinyi mseme Kiswahili kama nilivyotafsiri, na ndio maana mnatakiwa mkae na kalamu hapa, sio kunitolea macho. Haya, ya saili an madhhabi, mwenye kuniuliza. Ya saili, ya saili an madhhabi wa aqidati, kwa sababu ismu fa'il yadullu ala hadathin wa sahibihi. Ukisema aljalis, mwenye kukaa, alqaim, mwenye kusimama, as-sa'il, mwenye kuuliza. Haya, ya saili an madhhabi wa aqidati, ya saili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda, aruzukiwe uongofu. Ruziqal huda man, lilhidayati, kwa ajili ya kuongoka, lilhidayati, yasalu. Ahsantu. Kisha anasema rahimahullahu ta'ala baada ya hilo, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, isma', yasikilize, kalama muhaqqiqin, maneno ya mwenye yaqini. Isma', yasikilize, kalama muhaqqiqin, maneno ya mwenye yaqini, fi qawlihi, katika kauli yake. Waswahili pia wanasema qauli. Isma' kalama muhaqqiqin, yasikilize maneno ya mwenye yaqini. Wanasema qawluhu rahimahullahu ta'ala muhaqqiqin ay mutathabbitin mutayaqqinin alimun bima yaquluhu. mutathabbitun mutayaqqinun alimun bima yaquluhu, ni mtu aliyathibitisha mambo, tena mwenye yakini, mjuzi wa kile ambacho wanakisema. Ndio maana ya muhaqqiqin.
ana uhakika na kile ambacho wanakizungumza. Sasa namwambia isma' ayuha sail, wewe muulizaji wewe, isma' yasikilize kalama muhaqqiqin, maneno ya mwenye yaqini, si ndio? Fi qawlihi, katika kauli yake, la yanthani anhu, harudi nyuma kunako maneno hayo. La yanthani anhu, harudi nyuma kunako maneno hayo, ay la yarji'u, ndio maana yake la yarji'u. Na wengine katika wafasiri katika maulama wanasema la yanthani, hagawanyiki kunako maneno hayo. والتفسير الأول أولى، لا ينثني عنه، harudi nyuma kutokana na maneno hayo, wala yatabaddalu, na wala habadiliki. fahuwa thabitun ala qawlihi, yeye amethibiti juu ya kauli yake. Mutamassikun bimadhhabihi, ameshikamana na madhehebu yake, hayumbi wala hayumbishwi. Kwa hivyo la yanthani anhu, harudi nyuma kunako maneno hayo, wala yatabaddalu, wala habadiliki. Wanasema ahlul ilm, kwa nini Sheikh al-Islam amekuwa na yaqini sana na itikadi yake kiasi ambacho anamwambia huyu muulizaji isma' kalama muhaqqiqin? Ni kwa sababu maneno anayazungumza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juu ya itikadi maakhudh min al-haqq, min al-kitabi wa sunna, ni maneno yaliyochotwa katika haki kupitia kitabu na sunna. Lidhalika la yarji'u anhu wala yastabdiluhu bighairihi, na ndiyo maana Sheikh al-Islam hawezi kurudi nyuma kunako maneno hayo au kuyabadilisha kwa mengine, kwa maana kuna mengine akaona ni bora zaidi kuliko haya maneno aliyozungumza juu ya itikadi yake. Hafanyi hivyo. Wa hadhihi thamaratul qawli alhaq, na haya ndiyo matunda ya kauli ya haq. Anna sahibahu la yatalawanu wala yatabaddal, kwamba mwenye maneno hayo habadiliki, hasampuliki kwa rangi mbalimbali wala hageuki. Wa hakadha yanbaghi an nakun, na hivyo ndivyo ambavyo yatakiwa sisi tuwe katika misimamo ya haki. Amma sahibul batil, ama mtu wa batil siku zote fahuwa mutanaqid muttarib, ni mtu ambaye anajigonga gonga na anayumba yumba katika maneno yake. Bal hum fi shakkin yal'abun, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyowataja watu wa batil katika surati ad-Dukhan, bali wao wapo katika shaka, wanafanya upuuzi, hawana yaqini na jambo lao. Na hivyo ndivyo walivyo makafiri na watu wote wa batil. Hata wanafik, kwa kuwa ni watu wa batil, ni watu wa kuyumba, mudhabidhabina baina dhalik, la ilaha ulai wala ilaha ula, wanazingazinga baina ya haki na batil. Hawako huku wala hawako huku, huku hayupo wala huku hayupo. Wanasema Waswahili ankulahu, kwa maana ana alichokipata. Hao ni watu wa batil wote kwa ujumla wao, ala hasabi darajatihi, na hii ni kwa mujibu wa daraja zao. Makafiri hali zao ni mbaya zaidi na wanafik, lakini pia wako katika watu wa batil ambao wanajinasibu na Uislamu. Hao pia watakuwa na nasibu yao katika jambo hili kwa kadiri ya misimamo yao. Idhan tunajifunza hapa misimamo ya sawa katika itikadi yetu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu wala yatabaddalu. Haya nitafsirieni hapa Isma' kalama muhaqqiqin, ya mwenye yaqini. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi
la yanthani anhu, nasikia mingurumo tu, la yanthani anhu wala yatabaddalu wala habadiliki. Huyu muhaqiq, huyu mwenye yaqini, ndio tunamzungumzia yeye ambaye ni Sheikh al-Islam. Rudia, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanthani anhu ولا يتبدل. طيب، هذا البيت عظيم، وبيته هو وحقيقة بيت مكوب sana. فيه أن شيخ الإسلام على بصيرة من أمره. ndani yake panaonyesha kwamba Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala yuko juu ya ilmu kwenye jambo lake, la yatashakkak wala yataarjah, hatilii mashaka jambo lake wala hakubali kuyumbishwa, wala yumkinu an yatarajaa amma huwa alayhi. Na yaonyesha kwamba Sheikh al-Islam hawezi akarudi nyuma juu ya kile ambacho yeye yuko juu yake. Wanasema ahlul ilm, walaysa hadha au walaysa fi hadha tazkiyatun li nafsihi, na wala hakuna katika haya maneno kwamba labda Sheikh al-Islam anajikweza Sheikh al-Islam anajikweza na kuisifia nafsi yake, la, walakinahu bayanun lilwaqi'. Lakini kinachopatikana hapa, Sheikh al-Islam anabainisha uhalisia wa msimamo wake. Na hapa tunachukua mafundisho anna as-salafi as-sunni, kwamba mtu salafi, mtu wa sunna, yambaghi an yakuna ala thabatin min amrihi, atakiwa awe juu ya thabati kwenye jambo lake. Wewe mtu wa sunna as-salafi, maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ashakupa hidayah katika njia hii ya haki, basi kuwa juu ya thabati kwenye jambo lako. Na hata unapoulizwa kuhusiana na sunna unaifuata, fasda' bil haqq, hebu simama na izungumze haki, hata kama watu watakukhalifu, pengine watu wa karibu kabisa wakawa wapinzani wako au hawakuelewi, usiyumbe, simamia msimamo wako hata kama utabakia peke yako. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, na maneno yake mnayajua, alayka bi athari man salaf, wa in rafadhaka an-nasu wa iyyaka wa ara'a ar-rijali wa in zakhrafuhu laka bil qawl. Lazimiana wewe na mafundisho ya wema waliotangulia, ijapokuwa watakukataa wewe watu, hata kama watu watakutenga wewe, lazimiana na mafundisho ya salaf. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, na tahadhari sana na rai za watu. Wa in zakhrafuhu laka bil qawl, hata kama watazipamba hizo rai kwa kauli nzuri nzuri, usifuate maoni ya watu katika dini, bali fuata haki. Fa innal amra yanjali wa anta ala siratin mustaqim. Yaqulu rahimahullah, kwani hakika jambo la dini ni lenye kung'aa, litakuwa wazi tu na hali ya kuwa wewe uko juu ya njia iliyonyooka. Athari hii anil Auza'i rahimahullahu ta'ala rawahu al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi Sharaf ashab al-hadith. Idhan Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala msimamo wake ni huo, na sisi tumwige rahimahullahu ta'ala. Kisha baada ya hapo atakuja kuanza sasa kuelezea itikadi yake kwa kuanza mazungumzo juu ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hii insha Allah ta'ala ni katika darasa ya kesho. Wa bihadha alqadri kifaya, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa jazakumullahu khairan. subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fikum.